Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Mzigo unaanza, dogo anakimbia kama anawahi kitu hivi. Hii ni show ya Mazingaombwe au Kiini Macho, na mtu ambaye anafanya show hapa leo ni baba yake na huyu dogo. Dogo anamuona baba yake, alafu anamuita mzee, anamwambia nitakuona muda sio mrefu, ila dogo anamwambia baba yake usiende. Mzee anamwambia atulie, ile ni kazi. Alafu mzee anaangalia saa yake, anamuuliza mwanae nikae kwenye maji muda gani? Dogo anamwambia sekunde 300. Mzee anasema poa, wewe kaa hapo nihesabie, sasa hivi natoka, wala usijali. Sasa maonesho ambayo mzee anaenda kuonesha yako hivi, inabidi afungwe kwenye sanduku la chuma, alafu lile sanduku litupwe ndani ya maji na akae humo kwa muda ambao umepangwa. Hiyo ndio show ambayo watu wameenda kuangalia. Dogo anakaa chini ili ashuhudie mzee wake anavyokaa kwenye sanduku ndani ya maji. Muda ukafika, mzee akawekwa kwenye sanduku akiwa amefungwa pingu, alafu watu wanamuhesabia 3, 2, 1. Sanduku linaachiwa, watu wanaenjoy kwa sababu ndio kitu kilichowapeleka pale, yani wanafurahi sana kuona Kiini Macho Mazingaombwe. Lakini dogo anafanya kama alivyoambiwa na mzee wake, anahesabu sekunde, anafanya kama hivyo, lakini anahesabu mpaka anapitiliza zile sekunde 300, anazipita, lakini mzee wake hatoki kwenye maji. Dogo anashtuka, mzee wake hajatoka kwenye maji dakika 5 akiwa amefungwa pingu na hana hata oksijeni ndani ya maji. Lakini baadaye dogo anakuja kugundua kuwa baba yake amekufa. Sasa hiyo ilikuwa ni historia ya utoto wake na haya ni maisha yake ya mbele. Dogo ameshakuwa mtu mzima na anaitwa Dylan. Kwenye ukuaji wake alibahatika kuwa agent wa FBI, lakini wakati huo huo ni kiongozi wa kundi la The Four Heroes Men. Hili ni kundi ambalo ndani yake wanafanya vitu vingi sana, mojawapo ni uchawi, kamari, kiufupi ni wajanja sana. Sasa hapa kuna mahali inabidi waende wakapige tukio, lakini kuingia ndani lazima ukaguliwe. Mwamba wa kwanza anapita fresh kabisa bila shida yoyote, lakini mshikaji wa pili mashine inamkataa na wanamzingua, lakini anapita kwa sababu alikuwa na wallet. Wallet ndio ilisababisha asiweze kuingia. Mission iliyowaleta hapa, kuna kadi inabidi waibe na ipo kwenye hiyo mashine hapo. Kwenye maelezo ya kuelekezana, walinzi wanazubaa kidogo. Mwamba anaingia ndani, anajaribu kufanya jambo ili aichukue kadi na anafanikiwa kuichukua. Wakati anatoka anashtukiwa na inaamuliwa wakaguliwe. Sasa hapa kwenye kukaguliwa, ili kadi isionekane, lazima kuna utundu wa apply. Mwamba anamzungusha kamanda kama hivyo, akija huku kadi anairudisha huku, mara anaipeleka huku, yani ili mradi tu isionekane kadi. Anamaliza kukaguliwa, anaitupa kadi upande wa pili kwa mshikaji wake mwingine ili yeye atoke. Mwamba naye anacheza na kadi tu. Alipomaliza naye kukaguliwa, akaitupa kadi kwa bidada, alafu bidada akaikanyaga na kiatu. Mchezo unaendelea. Hapa kama nikiongea sana kuna namna kama ninazingua hivi. Sasa hebu tumia hizi dakika chache zilizobaki kuangalia wana walitokaje humu ndani, lakini nikukumbushe tu kupita pale kwenye page ya www.pmbet.co.tz ili uweze kujishindia magari kama vile Toyota Harrier pamoja na Nissan X-Trail. Haya ni magari ambayo mpaka sasa hayana mtu ambaye anayamiliki. Jaribu kupita pale kwenye page ya www.pmbet.co.tz ili uweze kujishindia. Lakini pia wewe kama ni mfuasi wa kasino, kumbuka pia PMBet ni kampuni namba 1 Tanzania ya kasino. Unaweza kwenda pale ukaspini na ukashinda.